Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu ni kwenye mtu aliyopata msiba. Haswa katika mfungo huu wa Ramadhani tunaruhusiwa kuhuzunika, lakini haturuhusiwi kulia mpaka kukachana nguo katika hukumu. Lakini unajua katika msiba kuna huzuni, yakakutoka machozi, kuna huzuni wa nafsi. Huzuni ya nafsi. Yes. Sasa ikatokea wewe ukikatoka na machozi. Je, hukumu ni vipi? Na wewe umefunga pia na uko kwenye msiba. Kwanza msiba tuelewe ni kifo Maana msiba neno la Kiarabu inafasirika kwa maana ya kupatwa ni jambo. Inaweza ikawa kufa mtu au kutokufa mtu, ndio inachukuliwa msiba. Lakini sisi Kiswahili chetu hakitandanui zaidi. Msiba wengine anajua ni mtu kufa tu, lakini unaweza hata ile accident ikawa ni msiba ladhula min dhalika. Sasa imetokezea hali kama yuko mazikoni, jamaa na ndugu wamefariki, nimebadilisha neno msiba, akawa amepatwa na huzuni akalia, na yeye alikuwa amefunga. Je, inakuwaje? Taban kulia au kutokwa na machozi si katika mambo ambayo mufutirati saum, bali unatakiwa kama wewe ni mgumu wa kulia ujilize. Ujilize kwa kujutia makosa yako, ujilize kwa kusikitikia mambo ambayo yatakufanya kesho ujute mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kulia ni katika ibada ambazo kubwa zinazoleta khashia. Ndio maana hata Mtume SAW akatuambia tutengeneze mazingira ya kujiliza. Ibku fa ilam tabku satubaku yawmal qiyama, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, kwamba lieni ikiwa hamtolia mtalizwa siku ya kiyama kutokana na yale makosa yenu matatizo. Lakini ukilia Mwenyezi Mungu anaingia huruma na lile jicho lako na machozi ya kutoka. Kwa hiyo haiharibu saumu hiyo moja. Na pia kuhuzunika ukatoka machozi ni hali za kibinadamu na ni hali ya shafaka, kuonyesha wewe una rahma kwa wenzako. Kwa hiyo sio jambo baya ikitokezea kwenye hayo maziko ukalia, lakini ulie kwa maana ile ya kisheria. Usije ukalia kwa sababu bwana kwa namdai ndio silipu tena 100 hela zangu. Usije ukalia kwa namna hiyo, ulie kwa namna kwamba kifo hichi, maskini alikuwa mtu wa kheri nyingi zitakuwa zimeshasimama sasa. Yani vitu kama hivyo, kifo ajabu, jana nilikuwa naye mara nasikia amefariki, vitu namna hii inatakiwa ulie kwa sura kama hiyo. Ama kwa njia nyingine yote tusilie, tulie kwa ajili ya lillah. Allahu Ta'ala alam.